Sema Sheikh Yusuf simama. Nafasi ya kuwa mwenyekiti wa hiyo kamati ni Sheikh wa mkoa. Mwenyekiti wa kamati ya da'wa ni Sheikh wa mkoa. Lakini nikasema nikasimu madaraka nimpe Sheikh Yusuf anatuongoza kwenye kamati hiyo. Toa salamu ya pili kwa kamati hiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Mwenyekiti wa kamati ya zaka mkoa wa Mwanza na pia da'wa. Kwa tumejiandaa kwa miezi mitatu, nataka tumenyane miezi mitatu tuone hiyo kamati itazaa kitu gani. Na tumekubaliana kupitia taasisi zetu zote tutakaa sasa kuamua kwamba zaka hiyo igaiwe vipi, iende wapi, lakini tuhakikishe kwamba jambo hili ambalo limekufa kwenye nyoyo za Waislamu tunalirudisha kwa nguvu, kwa sababu Waislamu wamekuwa anaweza kutoa sadaka milioni kwa mwaka akifanya hesabu, lakini zaka hajui kabisa. Kwa tukasabu tuwe na watu mbalimbali na wajumbe wa kamati ni kutoka taasisi mbalimbali na misikiti mikubwa yote ya mji. Kwa hiyo wamo mashehe wote ambao wa mji huu wameshiriki kwenye kamati hiyo. Lakini pia Mwenyezi Mungu akipenda, kesho tukiwa hai na salama, walioko hapa pia ni wajumbe wa mkutano wa maendeleo ambao unafanyika kesho tarehe 28. Na baadhi yao hawataondoka, tutalala hapa kwa msikitini. Tukishakushindikiza sisi tutakuwepo hapa, kwa maana wanatoka Kwimba, wanatoka Magu, wanatoka Ukerewe, wanatoka Sengerema, Misungwi. Lengo letu tumeamua kuanza utaratibu wa kujiminya. Kujiminya ni kujitoa na kujitolea kwa kufuata yale maelekezo yako ya siku zote, kwamba tunachangishana 500 kwenye uongozi, tunatafuta wadau, tunatafuta hivi, alafu tunazipanga zile fedha. Tumefanya hesabu kwa haraka tutaelezana zaidi kesho. Kwa miezi mitatu tuna uwezo wa kukusanya milioni 25 ambao lazima sasa tuende kwenye maendeleo ya kweli. Kwa hiyo tumesema kwamba kesho Mungu akipenda tukiwa hai tutakuwa na kikao hicho, na wajumbe walioko hapa mbele ya mufti naomba niwasisitize tena kwamba tukimaliza hapa tukishamruhusu mufti basi mjue kwamba tunatakiwa kubaki kwa ajili ya kikao chetu cha maendeleo. Lakini pia katika utambulisho nilimsahau mwenyekiti wa soko hili. Katika ile kamati ya zaka tumemweka mwenyekiti wa soko. Wafanyabiashara mko, mwenyekiti atawaiteni kwenye kikao kuambieni nyinyi Waislamu na mitaji yenu imefikia kulipa zaka. Mwenyekiti wa salamu. Na nimeweka mwenyekiti wa soko la Mwaroni Mzee Khalid. Nimempa mwenyekiti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kwa majina naitwa Ahmad Ismail Msholo. Nifanya biashara na ni mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwenye hiyo kamati atakuwemo mzee huyu, atakuwemo Mzee Khalid yule wa Mwaroni. Tumemweka na kijana wetu mmoja yuko pale Rock City Mall kwenye soko la dhahabu. Sababu Waislamu wako pale wanauza dhahabu lakini hawajaambiwa kwamba jamani kuna zaka, na mashehe wa wilaya wamepewa jukumu la kuhakikisha sasa makulima, kuhakikisha kwamba nini ile ufugaji lazima wahakikishe kwamba wanatoa zaka. Na katika kikao hichi pia ndugu yetu Hantaf kwa maarufu Moi, na yeye tumemwalika ashiriki na mufti katika tukio hili. Bwana Moi, simama tu salamu. Ismailia yeye. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nashukuru kupata fursa hii. Ndiyo. Na pia kutumikia jumuiya ya Pakwata kama Aga Khan. Nashukuru sana. Kwa hiyo tumemwalika na yeye. Sasa hii ni kuonyesha namna gani tumejipanga kwenda kwenye maendeleo. Kwa hiyo nasisitiza tena kwamba Mungu akitujalia kesho, Mheshimiwa Mufti Nature, yani mfumo wa kikao chetu hicho huwa baraza la mashehe mkoa wote wanakuwepo. Halmashauri wote wanakuwepo. Shehe wa wilaya na mabaraza yake la mashehe na halmashauri wanatakiwa wawepo. Mwenyekiti kadhalika, yani shehe wa kata halmashauri yake na kamati na baraza lake la mashehe na kamati za misikiti zote, imamu na kamati zake. Tumefanya hivyo kwa sababu gani? Yale tunayoyaamua kwenye kikao wakati mwingine huwa magumu watu kwenda kuelezana. Huyu anasema mimi sijafikisha, sijaambiwa. Tukasema sasa tuwe na kikao kila baada ya miezi mitatu, tunaambiana kila kitu. Tukitoka hamna mtu ambaye anasema nilikuwa sijui. Na wakati huo tumeshapitisha sheria ndogo ndogo, Mheshimiwa Mufti, naamini utatuburaia, utatubarikia, tutawekeana sheria kwamba ambaye hakutekeleza jambo fulani hukumu yake ni, lakini kwa utaratibu. Tutampeleka baraza la mashehe, ndio chombo cha maadili, atahojiwa, atatoa maelezo yake. Kuna watu ambao hawakwenda mfano kwenye ziara ya mafunzo, tayari kila mmoja hapa ana barua, atoe maelezo mafupi tu kwamba mimi sikuja kwa sababu kadha. Almuhimu tuondoe kwenye mazoea, tuende kwenye utaratibu. Na nimshukuru katibu wa mufti ambaye ametuwekea kila shehe wa wilaya hapa ana faili, shehe wa kata hapa ana faili. Maana kama kuna kweli mle ndani tunaweka kwenye faili. Siku shehe wa mkoa nikiulizwa lete taarifa za shehe fulani, mimi naleta kwako zilizo kwenye faili, sio majungu. Msoleni mtume basi.
Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti, niliona katika muda wako mfupi sana ambao umebana upate fursa hii mzee wetu ya kukutana, uone raha kuona watu wako, kuona unaoongoza, lakini uone ule ukubwa wa chombo chako. Najua unakijua, lakini kuona namna kinavyoweza ambavyo kimetandaa. Lakini yuko mpenzi wako, ukiondoka bila mimi kumwambia hata aseme itakuwa vibaya sana. Atoe tu salamu. Anaitwa Sheikh Ali Nyogonya. Hebu toa salamu bana, mpenzi mkubwa wa Mufti, lakini Mungu kampa kumhafifishia nuru ya macho. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam. Asante Mufti, na furahi kunikaribisha ndugu yangu kwa ajili ya kukusalimia. Asante sana. Baada ya hayo sasa, kwa ufupi sana, kwa sababu Mufti anatakiwa kutoka hapa, kuna mahala anapita afa anakwenda kwa ajili ya kupumzika kwa sababu yuko safarini. Tutamuomba katibu mkuu atambulishie wageni walioko. Mimi nimtambulishe tu shekhe wangu kabisa, shekhe wa mkoa wa Mara, Sheikh Msaba, tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Mheshimiwa katibu mkuu, sasa kazi kwako.